Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma. Umepitwa vipindi vingi sana, ikiwemo nasili ya namba 666, ili upate kujua dunia ya sasa tuko katika wakati gani. Maana hata Yesu wakati wa kuja, pamoja na kwamba Waisraeli walikuwa wanajua kabisa kwamba kuna Masihi aliyetabiliwa, hawakusoma nyakati, hawakujua mafunuo, walipuzia nabii zikawapita, wakamuua Masihi ambaye walipewa maono mapema na manabii, wakaijua hiyo siri. Lakini kwa sababu ya kutokuwa makini na kufuatilia nabii na nyakati na kusoma Biblia vizuri na kuichunguza na kuweza kuyachunguza maandiko kama Wabeloya, walifungwa bao. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 3. Tutaanza na siri ya kwanza, huduma ya Paulo kwa mataifa. Waefeso 3 mstari wa 1 hadi wa 13 inasema: kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hiyo myasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washirika pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu, kwa ajili ya Injili. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari ya madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilistirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadri ya kusudi la milele
alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu, zilizo utukufu kwenu. Nini fundisho hapa? Katika siri hii ya kwanza, huduma ya Paulo kwa mataifa. Yesu Kristo alileta injili kwa ajili ya ulimwengu wote na juu ya mataifa yote na makabila yote. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana yake ni nini? Injili ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya ulimwengu wote, juu ya mataifa yote na makabila yote, nje ya mipaka ya nchi ya Israeli, na mwasisi wa injili ya Yesu Kristo kupelekwa katika mataifa yote mpaka ikanifikia mimi, mtu niliye dhaifu, mweusi, Mwafrika wa huku Tanzania, ni Mtume Paulo. Siri ya pili, ombi la Paulo kwa wasomaji nyaraka za injili ya Yesu. Waefeso 3:14 hadi 21 inasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Nini fundisho hapa? Tunaposoma nyaraka za Paulo kuhusu injili ya Yesu Kristo kupitia mataifa mbalimbali, wa Korinto, wa Roma, wa Efeso, wa Galatia, tunafundishwa tupate kusoma maandiko na kubadilika na kuyaishi maandiko, huku upendo wa Yesu Kristo ukiwa kama nguzo imara katika ushirika wetu katika Kristo Yesu. Asanteni sana. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie tuwe na umoja, upendo na mshikamano katika injili yako, tukiondoa matabaka ya kidini, kikabila, kitaifa na kirangi, tukiutazamia msalaba wako Yesu Kristo, ambao ulitumika kama chombo kutupatanisha wanadamu wote ulimwenguni na Mungu, ambapo mwanzo katika bustani ya Edeni tulifarakana na shirika yetu na Mungu ikaondoka. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.